Mwaka 2013, Francis alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika na kutoka ulimwengu wa kusini. Alimrithi Benedict XVI ambaye alifariki mwaka 2022. Benedict XVI alikuwa papa wa kwanza kustaafu kwa hiari baada ya takribani miaka 600. Papa Francis jina lake kamili ni Giorgio Mario. Alikuwa kardinali wa Argentina na alikuwa na umri wa miaka 70 alipokuwa papa mwaka 2013. Bergoglio aliwavutia wahifidhina juu ya mtazamo wake kwa masuala ya mahusiano, huku akiwavutia wanamageuzi kwa msimamo wake wa kiliberali juu ya haki za kijamii. Lakini baada ya urasimu wa Vatikani, baadhi ya majaribio ya Francis ya kuleta mageuzi yalikumbana na upinzani mkubwa, lakini alibaki kuwa maarufu miongoni mwa wanamapokeo. Kuanzia wakati wa kuchaguliwa kwake, Francis alionyesha kuwa atafanya mambo tofauti. Aliwapokea makardinali wake kwa njia isiyo rasmi ya kusimama baada ya kuketi kwenye kiti chake cha enzi cha upapa. Tarehe 13 Machi 2013, Papa Francis alijitokeza kwenye roshani inayoangalia bustani ya St. Peter's Square. Akiwa amevalia mavazi meupe, alipewa jina jipya ambalo lilimtukuza Mtakatifu Francis wa Assisi, aliyekuwa mhubiri wa karne ya 13 na mpenda wanyama. Papa mpya aliweka misheni ya maadili kwa wafuasi bilioni 1.2 wa kanisa lake. Napendelea kanisa maskini na kwa watu maskini, alisema. Giorgio Mario Bergoglio alizaliwa huko Buenos Aires, Argentina, tarehe 17 Disemba mwaka 1936. Yeye ni mtoto mkubwa kati ya watoto watano. Wazazi wake walikimbia nchi yao ya asili ya Italia ili kuepuka maovu ya ufashisti. Alipenda mchezo wa tango, ngoma ya asili ya Argentina, na akawa shabiki wa klabu yake ya soka ya mtaani ya San Lorenzo. Alipona baada ya kuugua pneumonia na kufanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake, na hilo lilimwachia katika hatari ya kuambukizwa katika maisha yake yote. Akiwa mzee, alipatwa na maumivu kwenye goti lake la kulia ambayo aliyataja kuwa ni unyonge wa kimwili. Bergoglio akiwa kijana alifanya kazi kama mlinzi wa klabu ya usiku na kufanya kazi ya ufagiaji kabla ya kuhitimu chuo kama mwanakemia. Alifanya kazi katika kiwanda ndani ya Esther Berstorino, mwanaharakati aliyefanya kampeni dhidi ya udikteta wa kijeshi wa Argentina. Mwanamke huyo alitekwa, akapotea na hakupatikana tena. Akawa mjesuti, akasoma falsafa ya kufundisha fasihi na saikolojia. Alitawazwa muongo mmoja baadaye na kuwa mkuu wa mkoa wa kanisa hilo nchini Argentina. Wengine wanaamini alishindwa kusema vya kutosha kupinga majenerali wa utawala katili wa kijeshi wa Argentina. Vile vile alituhumiwa kuhusu katika utekaji nyara wa makasi wawili wakati wa vita vibaya vya Argentina, kipindi ambacho maelfu ya watu waliteswa au kuuawa au kutoweka kutoka mwaka 1976 hadi mwaka 1983. Mapadri hao waliotekwa na jeshi waliteswa, lakini hatimaye wakapatikana wakiwa hai, wakiwa hawajifahamu na wakiwa nusu uchi. Lakini tuhuma za kuhusika alizikanusha, akisisitiza kuwa alifanya kazi nyuma ya pazia ili waachiliwe. Alipoulizwa kwa nini hakuzungumza
kukemea utawala wa kijeshi. Alisema hali ilikuwa ngumu sana kwa kweli. Akiwa na umri wa miaka 36, alijikuta katika machafuko ambayo yangemtikisa hata kiongozi mwenye uzoefu. Hakika aliwasaidia wengi waliojaribu kuikimbia nchi hiyo. Alikuwa askofu msaidizi huko Buenos Aires mwaka 1992 na kisha akawa askofu mkuu. Papa Johann Paulo II alimteua kuwa kardinali mwaka 2001 na akachukua nyadhifa katika utumishi wa umma wa kanisa. Katika mahubiri yake alitoa wito wa umoja katika jamii na kukosoa serikali ambazo zilishindwa kuwapa kipaumbele watu maskini zaidi katika jamii. Akiwa papa alifanya juhudi kubwa kuponya mpasuko wa miaka 1000 na kanisa la Orthodoksi la Mashariki. Francis alifanya kazi na Waanglikana, Walutheri na Wamethodisti na kuwashawishi marais wa Israeli na Palestina kuungana naye kuombea amani. Baada ya mashambulizi ya wapiganaji wa Kiislamu, alisema si sawa kuhusisha Uislamu na vurugu. Kama Mmarekani wa Kusini anayezungumza Kihispania, alihusika kama mpatanishi wakati serikali ya Marekani ilipoelekea kwenye maelewano ya kihistoria na Cuba. Ni vigumu kufikiria papa wa Ulaya kuhusika katika jukumu muhimu kama hilo la kidiplomasia. Alisema kanisa linapaswa kuwakaribisha watu bila kujali mwelekeo wao wa kijinsia, lakini akasisitiza watu wa mapenzi ya jinsia moja kuasili watoto ni aina ya ubaguzi dhidi ya watoto. Kulikuwa na mjadala baada ya kukubali aina fulani ya miungano ya kijinsia moja kwa wanandoa wa jinsia moja, lakini Francis hakukubali kuita ndoa, akisema litakuwa ni jaribio la kuharibu mpango wa Mungu. Muda mfupi baada ya kuwa papa mwaka 2013, alishiriki katika maandamano ya kupinga uonyaji mimba huko Roma, akitoa wito wa haki za kuishi za watoto ambao hawajazaliwa tangu wakati wa kutungwa mimba. Ingawa alionekana kuruhusu uzazi wa mpango kutumika kuzuia magonjwa, lakini alisifu mafundisho ya Paul VI juu ya jambo hilo, ambayo alionya linaweza kuwafanya wanawake kuwa vyombo vya starehe kwa wanaume. Mwaka 2015, Papa Francis aliambia hadhira nchini Ufilipino kwamba uzazi wa mpango unahusisha kuharibiwa familia kwa kunyimwa watoto, sio ukosefu wa watoto ambao aliona kuwa unadhuru, lakini ni uamuzi wa makusudi wa kutozaa. Changamoto kubwa zaidi kwa papa ni kutoka kwa wale wanaotuhumu kushindwa kukabiliana na unyanyasaji wa watoto na kutoka kwa wakosoaji wa kihafidhina ambao walihisi alikuwa akidhoofisha imani hiyo, hasa kwa kuruhusu kwa Katoliki kutalakiana na waliooa tena washiriki ushirika. Wahafidhina pia walichukua swala la unyanyasaji wa watoto kama silaha katika kampeni yao ya muda mrefu. Agosti mwaka 2018, Askofu Mkuu Carlo Maria Vigano, aliyekuwa balozi wa kitume nchini Marekani, alichapisha nyaraka ya kurasa 11 inayoelezea mfululizo wa maonyo yaliyotolewa kwa Vatican kuhusu tabia ya kardinali wa zamani Thomas McCarrick. Ilidaiwa kuwa McCarrick alikuwa mnyanyasaji ambaye aliwashambulia watu wazima na watoto. Askofu Mkuu Vigano alisema papa alimfanya McCarrick kuwa mtoa mshauri anayeaminika licha ya kujua kuwa alikuwa muovu. Suluhu ilikuwa wazi, alisema. Papa Francis anapaswa kujiuzuru.
Mzozo huu ulitisha kulimeza kanisa. Hatimaye MC Carrick alianzisha kazi Februari mwaka 2019 baada ya uchaguzi wa Vatican. Wakati wa janga la COVID-19, Francis alighairi kuonekana kwake mara kwa mara katika bustani ya St. Peter's Square kuzuia virusi kuenea. Katika mfano muhimu wa uongozi, pia alitangaza chanjo ni wajibu wa wote. Mwaka 2022 alikuwa papa wa kwanza kwa zaidi ya karne moja kumzika mtangulizi wake baada ya kifo cha Benedict akiwa na umri wa miaka 95. Wakati huo pia alikuwa na shida zake za kiafya na kulazwa hospitalini mara kadhaa, lakini Francis alidhamiria kuendelea na juhudi zake za kukuza amani ya kimataifa na mazungumzo baina ya dini. Mwaka 2013, Al-Haj, Sudan Kusini, akiwasihi viongozi wa nchi hiyo kumaliza migogoro. Alitoa wito wa kukomeshwa vita vya kikatili nchini Ukraine, ingawa aliokatisha tamaa wa Ukraine kwa kuonekana kumeza ujumbe wa propaganda wa Urusi kwamba Ukraine ilichochea vita. Jorge Mario Bergoglio alifika kwenye kiti cha enzi cha St. Peter kwa nia ya kukibadilisha, lakini kutakuwa na wakosoaji watakaoonyesha udhaifu wake katika kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia wa makasisi. Lakini pia alileta mabadiliko. Aliwateua zaidi ya makardinali 140 kutoka nchi zisizo za Ulaya na kulifanya kanisa lenye mtazamo wa kimataifa zaidi kuliko ule uliourithi. Alikuwa ni papa aliyechagua kutoishi katika jumba la mitume la Vatican, lakini aliishi katika jengo la karibu ambalo Papa John Paul II alilijenga kama nyumba ya wageni. Pia alidhamiria kuitikisa taasisi yenyewe kwa kuimarisha kazi ya kihistoria ya kanisa kwa kukataa migogoro ya ndani na kuwalenga maskini na kulirudisha kanisa kwa watu. Kama ningelazimika kuchagua kati ya kanisa lililojeruhiwa ambalo linakwenda mitaani na kanisa lililo na wagonjwa lililojitenga, ningechagua la kwanza, alisema baada ya kuchukua wadhifa huo. Na hii ni baadhi ya historia ya Papa Francis katika enzi za uhai wake. Jina langu naitwa Almanus Mwasenga. Endelea kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii katika kuzipatia taarifa mbalimbali kuhusiana na Papa Francis. Asante.